wa Tanzania, nendeni mkapige kura. Wapo wengi wanaamini kwamba kuna kitu kinaitwa maandamano. Wapoteze hicho muda. Hakuna maandamano yanaweza kuandamana katika nchi hii. Tunachowaambia sisi tuna uzoefu na wanaharakati, hamna mwanaharakati anaweza kuandamana hii nchi hii. Watu wakapige kura za ukombozi, watu wakapige kura za maamuzi. Maisha yao yataendelea baada ya tarehe 29 ambayo yataamuliwa na kura ulizopiga tarehe 29. Kama ulipiga kura ambazo unaamini kwamba ni za ukombozi, basi utatudai maendeleo. Lakini kama ulipiga kura za kishabiki au kashabikia vitu vingine, tarehe 29 baada ya kupita tarehe 30, ni jukumu lako. Utalia wewe na Mungu wako na maisha yako yote. Lakini sisi tumefanya siasa, sisi tumefuata na siasa ni maisha. Hakunaga siasa ya masiara. Sisi siasa ni maisha. Tunajadili juu ya maisha, tunajadili juu ya mustakabali wa maisha ya kila mtu kwa miaka 5 mbele. Na mnaweza kuwahimiza kwa namna wakapige kura. Hakuna mtu atakayeweza kukuzuia. Na wako watu wanasema kwamba eti tunaweza tutawapigia kura mtaibiwa. Msikilizeni. Mwaka huu atakayeibiwa labda ni sisi. Mwaka huu ataibiwa sisi. Hakuna kura ya Mtanzania itakayopotea mwaka huu. Kwenye kituo itakayopotea, wala kwenye majumuisho itakayopotea. Uchaguzi huu ni wa tofauti kabisa na uchaguzi mwingine. Niwaambie, tangu mwezi wa 7 mwishoni, vyama vya siasa vyote vilipewa idadi ya wapiga kura na idadi ya vituo. Tuendelee. Idadi ya wapiga kura na idadi ya vituo. Unaweza ukashangaa, ni uchaguzi gani wewe uliwahi kushuhudia tangu mfumo wa vyama vingi uanze, vyama vya siasa vinapewa miezi 2 mitatu kabla vinapewa idadi ya wapiga kura? Haijatokea. Haijai kutokea. Lakini sheria inasema wapewe. Lakini tulikotoka haijai kutokea. Kwa uchaguzi huu itakuwa huru na haki. Nisikilize, uchaguzi huu tunaozungumza huu, kwa mara ya kwanza mawakala nchi nzima wameapishwa. Na wale ambao walikuwa pengine siku ya kuapishwa wamechelewa, jana tume imetangaza, na imetangaza kwa kutaja kwamba wilaya fulani, kata fulani, mtaa fulani walikuwa hawajaapishwa wakaapishwa. Niambie wewe, ni uchaguzi gani unashaka kutokea? Uchaguzi huu hakuna malalamiko yatakayotokea, kwa sababu uchaguzi kwa mujibu kwa mazingira, uchaguzi unatengeneza benchmark ya uchaguzi zinazokuja. Yako mambo mengi yametendeka ambayo hayapo kwenye sheria, ambayo tunaamini ni benchmark ya huko tunakokwenda. Kwa mfano, wagombea wamepewa magari. Maana yake wagombea wamesaidiwa wafanye kampeni. Halipo kwenye sheria na halipo kwenye bajeti yoyote. Lakini tunaamini ni bajeti ya mfuko wa uchaguzi. Basi tunaamini tunakokwenda 2030 wagombea wengine wakija kudai magari wapewe. Kwa sababu tumeshaweka benchmark huko nyuma. Tunaamini hivyo. Tunaamini uchaguzi ujao mwezi wa 8 wa 7 kabla watu hawajasaini, yaani wakisha sign tu zile kanuni za maadili, basi tunataka wapewe majina na vituo vya wapiga kura. Sisi tumepewa majina, yani tumepewa majina yale na sura ya mpiga kura, sio jina tu, na sura yake na address yake na namba yake. Yani unaweza kumtafuta mwambie, "Oya, nipigie kura." Yeriko Nyerere huyo anamaliza hivyo, anaamini uchaguzi utakuwa huru na haki kutokana na mabadiliko ambayo yamefanyika katika tume hii huru ya mabadiliko ya uchaguzi, na anawataka watu waweze kujitokeza na kwenda kupiga kura. Saidi akiwaomba wana Kigamboni basi waweze kumchagua yeye kwenda kuwawakilisha pale bungeni. Sijajua amejipanga vipi mara baada, kama Mungu atamsaidia na kumjalia yeye kuweza kuwa mbunge. Kuna sisi wale wananchi ambao hapo kwa mbunge, kwa kuwa tuna namba yake, ndoo ya tujala, ndoo ada za watoto, madaftari na nini. Amejipanga vipi? Kila laheri, merci mingi wana Bantu, tunatakia kila laheri katika uchaguzi siku ya tarehe 29. The Bantu.